Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mkenya TV mahali popote ulipo, hujambo? Natumai umzima, ubuheri wa afya, na mahali nipo sasa hivi kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili tuangalie na kuangazia kwa kina yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Na Waswahili walisema ya kwamba asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Ni kipi hiki najaribu kukisema? Kuna nyimbo ambazo zinaonekana kushika kasi humo nchini za kuimba Ruto must go. Kwa nini haya yote yanaendelea kushuhudiwa? Mnamo siku ya Jumapili tarehe 30 mwezi huu wa 3 mwaka 2025 kulikuwa na mechi ambayo ilikuwa inachezwa kati ya timu ya Shabana kutoka eneo lile la Nyanza, to be specific in Kisii. Ni mechi ambayo ilikuwa inachezwa katika uwanja wa Gusii Stadium dhidi ya timu kutoka ama ya Murang'a. Wakati Shabana ilikuwa inashangiliwa. Sijui kwa nini mabadiliko haya yote yameanza kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni. Wakaanza kushangilia kwa mbwembwe za aina yake na shamra wakisema ya kwamba Ruto must go. Hivyo ndivyo walikuwa wanasherehekea. Naomba kuweka hiyo kanda tusikize, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Lakini kabla niweke hiyo kanda, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Naomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama ukaweze kutukabidhi a like, ukipenda a thumbs up, na sambazia wengine kanda hii katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, mmekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mkenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mkenya TV, kwa sababu utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mkenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Karibu ili tuzidi kusonga mbele, ni kujulisha yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Kulikuwa na mechi katika uwanja wa Gusii Stadium kule Nyanza. Wakati mashabiki walikuwa wanashangilia timu ya Shabana, hivi ndivyo walikuwa wanashangilia wakisema Ruto must go. Sielewi. Hivyo ndivyo shughuli ilikuwa. Na nilishuhudia kanda ya aina hiyo ambayo ilitoka katika chuo cha Kenyatta, ukipenda chuo kikuu cha Kenyatta University. Nao walianza kuimba nyimbo za aina hiyo, tusikize. Ikumbuko kwamba siku ya Jumapili wiki jana, wakati kulikuweko na mechi kati ya Harambee Stars na timu ya Gabon katika uwanja wa Nyayo, nyimbo za aina hiyo ziliweza kuimbwa, Ruto must go. Now I want to put this into perspective so that we can understand why people are against the current president William Ruto by chanting, by saying Ruto must go. Kuna shida mahali ambayo inaendelea. Ni kipi hiki ambacho kinastahili kufanywa? Number 1, uchunguzi wa kina uanzishwe ili kubaini ukweli halisi wa mambo. Ni kipi ambacho kimeunda msingi wa kukosea rais heshima humu nchini?
kwa sababu tuko na vitengo mbalimbali, tuko na wanaotoa ushauri kwa Rais William Ruto, tuko na vitengo vingine vya kufanya uchunguzi NIS hapa na pale, wajaribu kila wawezalo kuhakikisha ya kwamba wamejua kiini, chanzo cha kusababisha nyimbo za aina hii kuenezwa humu nchini. Kwa sababu kulingana na katiba iliyopitishwa na Wakenya mwaka 2010, kiongozi huchaguliwa baada ya miaka 5 wakati kutakuwa na maandalizi ya uchaguzi mkuu. Ruto ako afisini kama rais mteule kwa miaka 5 na sasa hivi ako na miaka 2.5 ili kufika uchaguzi mwingine wa mwaka 2027. So he should be respected according to the constitution which was promulgated in the year 2010. Kwa sababu wa Kenya lazima tuheshimu katiba. And Ruto is protected by the constitution, is protected by the state, and Kenyans should respect him 100%. Sio kwamba namtetea, ila tu mimi nachanganua kulingana na katiba. Ikiwa he has offended Kenyans in one way or the other, kuna vile hatua itachukuliwa wakati wa uchaguzi mwingine utaandaliwa ili kumtoa kupitia kura, wala sio kupitia nyimbo za aina hii. Lakini uchunguzi ufanywe ili kubaini ukweli halisi wa mambo, yale ambayo yanasababisha haya yaweze kushughulikiwa vilivyo, kwa sababu viongozi wakisikiza wanaweza toa suluhu halisi. Now, wiki jana niliona mkuu wa majeshi humu nchini Charles Kahariri akisema ya kwamba yule ambaye mnapigia makelele kwa kusema aende, ni nyinyi wenyewe mliweza kumchagua. Tusikize sauti yake. Have anarchy in the country first and foremost, so even as people exercise their rights, it should be within limits and within bounds such that we cannot allow us to exercise our rights to the extent of tearing apart the country. The military, one of the core values is that we are apolitical. We don't support any political side. We defend the constitution and the government of the day, duly elected by the people. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mlichagua wenyewe, alafu mnasema must go, that must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Sina lingine la kuongeza, lakini tudumishe amani, heshima, upendo na umoja kama wa Kenya, kwa sababu hatuna Kenya nyingine ila tu tuko na hii Kenya. Kabla ya kuendelea na nyimbo za aina hii, suluhu itafutwe na ishughulikiwe mapema. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa kufahamisha yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa letu la Kenya. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, umekutazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Omokenya TV, I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button and this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell and the subscribe button so that you can always receive all notifications. The moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically by YouTube that Omokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Don't forget giving us a like, ukipenda a thumbs up. Let's meet in the next video. Be blessed by our supreme being, Kholaf Sadahavan. Bye bye.